Kwanza tunasema asante wewe ni Bwana. Umetupenda, umetulinda. Umetupatia nafasi nzuri tena Bwana kwenda kusikia neno lako. Umetuita na kututenga kwa ajili ya kututumikia. Bwana, tunaanza vitendea kazi matiri kusudi tuweze kufanya kazi ya Roho Yesu. Roho Mtakatifu, mwalimu bora, sema nasi kupitia jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Amen. Basi tunaendelea na somo yetu na tunajifunza somo kuhusu kuwa mwanafunzi wa Yesu. Kwa Kiswahili, kwa Kiingereza tunaongea kuhusu discipleship, na kwa Kifaransa tunaongea multiples. Na tunasema somo yetu tuliitenda katika sehemu mbili kubwa. Sehemu ya kwanza tuliongelea kuhusu maana ya jina mwanafunzi. Na sehemu yetu ya pili ndio tupo kwayo, tunaongelea kuhusu tabia 5 ya Yesu Kristo. Tayari tumeona tabia ya kwanza ya Yesu, alikuwa anaenda kila siku kanisa. Tumeona tabia ya pili ya Yesu, alikuwa anaomba. Na leo tunaanza somo yetu mpya. Tunataka kuongelea kuhusu tunaenda point yetu ya 3, tabia ya 3 ya Yesu Kristo. Na bila kuchelewa tutaenda kuchukua Biblia takatifu. Tutaenda kusoma katika kitabu ya Luka, kitabu ya Daktari Luka, sura yake ya 8, mlango wake wa kwanza. Biblia inasema, Luka, kitabu ya Luka, sura ya 8, mlango wa kwanza. Luke chapter 8 verse 1. Luke chapitre 8 verset 1. Biblia inasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kulitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu, na wale tenashari walikuwa pamoja naye. Biblia inasema Yesu alipokuja hapo duniani alipotimiza sasa miaka 30, na kisha kutimiza miaka 30 alipobatizwa na akaanza mara moja. Biblia sasa alikuwa anatembea mji na vijiji, anazunguka atulie pamoja. Leo yuko kwa hii mji, kesho yake yuko kwa kijiji, leo yuko kwa hii mji, kesho yake yuko kwa kijiji. Na Biblia inasema alikuwa anaenda anafanya nini kule? Alikuwa anaenda anafanya siasa. Alikuwa anaenda kibiashara. Alikuwa anaenda matembezi ya kifamilia. Jibu inasema hapana. Alikuwa anaenda anatangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo alikuwa anaenda kuhubiri, anatangaza habari njema. Kwa hiyo kila mji na kila kijiji alifika, yeye aliongelea kuhusu kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu unayokuja. Sasa kwa hiyo tabia ya 3 ya Yesu, kila mahali yeye alikuwa anaenda na kila mahali alifika, yeye aliongelea kuhusu habari njema ya ufalme wa Mungu. Najua kila mtu kuna mazoea. Kuna mtu binye akifika hapa anaongelea mpira, akifika hapa anaongelea catch, akifika hapa anaongelea biashara, akifika hapa anaongelea siasa, akifika hapa anaongelea mambo ya mashamba. Lakini tabia ya Yesu, kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku, mjini, kijijini, Marekani, Afrika, Asia, mahali pote Yesu anapita, na mpaka leo anaendelea kupita. Kwa sababu yeye ni yule jana, leo, hata milele. Yeye alikuwa anaongelea kuhusu habari njema ya ufalme wa Mungu. Sasa habari njema maana yake ni hiyo habari njema alikuwa anaongea kuhusu ufalme. Ni habari gani ile iko habari njema katika ufalme wa Mungu? Tutaenda kuangalia ni habari njema gani alikuwa anaenda na tangazo ya ufalme wa Mungu. Tutaenda kuangalia Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mstari wake wa kwanza mpaka wa 4.
Tutaenda kuona ni habari gani njema ya ufalme. Yesu alikuwa anatembea na anapita mji, anapita kijiji, anaenda tauni kubwa, anaenda vijijini, village, lakini yeye haongei mambo mbii, haongei kuhusu politics, haongei kuhusu business, haongei kuhusu ndoa, lakini yeye kuongea kuhusu habari njema. Na wakati mtu mwingine anatembea na habari mbaya, lakini Yesu alikuwa anatembea na habari njema. Na ndio mtu wa Mungu anahitaji kuwa mtu anayetembea na habari njema, si habari mbaya. Sasa Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4 ndio inatupatia maana ya habari njema. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 jusqu'à 4. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mlango wake wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, basi ndugu zangu, na waarufu ile injili niliwahubiria, ambayo ndio mlioipokea, na katika hiyo mumesimama, na kwa hiyo mmeokolewa, ikiwa mmeyashika sana maneno niliwahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana niliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenayo maandiko. Nasema tabia ya tatu ya Yesu tunaongelea katika Luka 8. Alikuwa anaenda mjini, vijijini. Yeye kitu alikuwa anaenda anafanya ni kutangaza habari njema ya ufalme. Kwa hiyo ndio tabia yake ya tatu. Akienda tauni kubwa anatangaza habari njema, akienda tauni ndogo anatangaza habari njema. Sasa ndio tunataka kujua habari njema gani ile Yesu alikuwa anaenda na tangaza. Sasa ndio tumepata Wakorintho wa kwanza sura yake ya 15 mlango wake wa kwanza mpaka wa 4. 1 Corinthians 15 1 to 4. 1 Corinthiens 15 1 à 4. Tumekuja ukuta Paulo kunataka utuelezea sasa maana ya habari njema ni nini. Hata sisi watumishi wa leo ni wahubiri wa habari njema, lakini habari njema ni nini aso? Paulo anasema injili hiyo niliwahubiri. Kwa hiyo injili ni kusema habari njema, gospel, evangeli. Injili hiyo niliwahubiri nyinyi, ndio Paulo anasema. Anawaambia mkiishika vile mliwahubiri, basi mtakuwa mmesimama vizuri. Sasa kupitia hiyo injili ndio mliokolewa, kupitia hiyo habari njema ndio mliokolewa. Na nilishawaambia neno kuokoka inatokana na lugha ya Kiyunani inaitwa souls. Maana yake kukombolewa na dhambi, kukombolewa na umaskini, kukombolewa na magonjwa ya mwili, na kukombolewa na matatizo ya kukosa mke, kukosa mume au ndoa iliyo na problem. We kitu iliyotuokoa ni habari njema, injili. Hasa hiyo habari njema iliyotuokoa ikatutoa kwa dhambi, ikautoa kwa umaskini, ikautoa kwa magonjwa ya mwili, ikautoa kwa matatizo ya kukosa mke na mume. Paulo anasema si yeye alianzisha, hapana. Na yeye pia alipokea tu hiyo habari njema, aliikuta, akuianzisha. Kisha Paulo anaanza kuanika sasa habari njema ni nini. Ndio yeye PX alikuwa anatembea mjini, vijijini, mashambani, asubuhi, mchana, jioni. Anasema ile injili mimi nilipokea ni kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi yetu. Hiyo ni pointi ya kwanza. Namba 2, akazikwa. Na namba 3, akafufuka baada ya siku 3 kama yanenavyo maandiko. Kwa hivyo injili, habari njema, gospel, evangeli inaongelea mambo 3. Ni kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. Ndio ilifanya mtu aweze kuokolewa. Mtu asame, mtu akombolewe na dhambi, akombolewe na umaskini, akombolewe na magonjwa ya mwili, na akombolewe na matatizo ya kukosa mke na mume.
Lakini hii ukombozi ulikuwa unafanyika kutokana na mambo tatu: kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Njo habari njema. Sasa Yesu kila mahali alikuwa anatembea, naenda naongelea kuhusu kufa, uzikwa na kuhusu yeye. Bila kupitia yeye njo dunia itakombolewa. Kupitia yeye watu wataokolewa. Kwa hiyo tabia ya tatu ya Yesu ni kutangaza habari njema. Na kama tunataka kuwa wanafunzi wa Yesu, na tugeuze kuitwa wa Kristo, na tugeuze kuitwa watumishi wa Mungu, lazima tunahitaji kuwa na tabia ya tatu ya Yesu, watu tunaotembea na habari njema. Umesikiliza? Kuna watu wa aina mbili wanatembea na habari njema. Yeyote ameokoka ni mtangazaji wa habari njema. Na kama maneno habari njema ya Mungu yaenee duniani, kwa sababu wengi wameokoka lakini hawatembei na habari njema, lakini wanatembea na habari mbaya. Na japo sisi tumeitwa kwa ajili ya kutembea na habari njema asubuhi, mchana, jioni, usiku, lakini tumeitwa kwa mfumo mbili. Mfumo wa kwanza, kila mwenye ameokoka yeye ni mtangazaji wa habari njema. Najua bila aliye na mwana ana ushuhuda. Nitapatia mfano ya mtu wa kwanza. Mtu ameokoka na mara moja anatangaza habari njema. Kisha tutapatia mfano wa pili ya watu wanaokoka lakini pia na wanatangaza habari njema. Ukisoma katika kitabu ya Yohana sura yake ya 4 kuanzia mstari wake 28 mpaka 30, kisha ukiruka mstari wa kule wa mwisho 39, utapata mtu wa kwanza anatangaza habari njema hapa. Yesu akiwa katika kuhubiri huku na huko. Na Yesu alikuja kupatanisha watu na Mungu na kupatanisha watu na wake. Ndio maana Yesu kufa kwa msalaba. Mti kutoka chini kupanda juu. Yesu alikuwa anapatanisha watu na Mungu. Mahusiano yao yalikuwa imekatika. Mti kutoka kushoto kwenda kulia. Yesu alikuwa anapatanisha watu na watu. Kwa sababu hakuna wokovu ya mtu anapatana na Mungu peke yake. Ni ngumu. Lazima mtu apatane na Mungu na lazima mtu apatane na watu. Biblia inasema kama hatuwezi kupenda watu tunawaona, hatuwezi kumpenda Mungu tusiyemuona. Na Biblia inasema tumpendeze Mungu na tumpendeze binadamu. Sasa Yesu alipoleta Injili Jerusalem, Israeli, akaanza kuwapatanisha Waisraeli na Mungu, lakini anakuja kugundua kama Waisraeli watapatana na Mungu peke yao na pasipo upatana na maadui yao watu wengine, basi ule wokovu haitakuwa na maana. Na katika taifa Israeli kulikuwa watu wenye hawakuwa napatana na Waisraeli, wanaishi kwa hiyo nchi lakini hawapatane na Waisraeli, ni watu wanaitwa wa Samaria. Asa Yesu akaamua aende Jerusalem. Na kulikuwa njia ya shortcut, angefika mapema, lakini akaamua kuacha njia ya shortcut kwa sababu watu tayari anawapatanisha na Mungu, lakini anataka kuwapatanisha pia na binadamu wenzao. Na mtu wa Mungu sahi ni mtu, Biblia inasema heri wale wanaopatanisha watu, mfalme wa Mungu ndio wao. Mtu wa Mungu lazima awe ni mtu anapatana na watu, ni mtu mwenye anasikilizana na Mungu na anasikilizana pia na watu. Sasa Yesu akaamua kupitia katika vijiji wa Samaria awapatanishe Waisraeli na Mungu na awapatanishe na Israeli na Wasamaria. Na ndio nakuta ndugu zetu wale walisema Yesu alikufa alitundikwa kwa mti. Unakuta wanapatana wao peke yake, watu wanaitwa Witness Jehovah, les témoins de Jehovah. Wanasema wao wakubali Yesu alikufa kwa msalaba. Kwa hiyo wao wanakubali watu walipatanishwa na Mungu, lakini watu wapatanishwa watu kwa watu. Ndio nakuta wako single, wako peke yao. Kama uko Witness Jehovah, wewe una maana, haufai, hauko. Asa Yesu akaamua kupitia katika vijiji ya Wasamaria. Na kwa sababu alikuwa na sifa tatu: mtu kweli, mwana wa Mungu kweli na Mungu kweli. Walipofika kwa kijiji moja, Biblia inasema akachoka na wakasikia njaa. Akatuma wanafunzi yake mjini kwenda kununua chakula, lakini yeye anabaki kisimani. Kwa nini? Yeye ni Mungu, anajua kile kitatokea. Kwa nini anatuma wanafunzi wote anabaki peke yake? Anajua kuna kuja mwanamke mmoja
na sifa yao mwanamke ni malaya, na malaya na upako ya kuongea na mwanaume mmoja baada ya mwingine, anakuwa free, anakuwa tayari kwa sababu amepata mteja, amepata customer, amepata clear. Asa alipompata Yesu kisimani peke yake, Yesu mnisikilize, akiwa anatangaza habari njema, Yesu hakumalizia maandiko. Sasa Biblia inasema akasubiri dada ashote maji. Alikoshota maji, injili ikaanzia hapo. Wale wanaotangaza habari njema kwenda natangaza habari ya njema ya Yesu, wanaomba Mungu awapatie ufunuo kwa kitu kampata mtu anachokifanya. Kama tuseme leo kuna mechi ya mpira, nakumbuka nilipokuwa Arusha zamani, nilikuta watu nilipotoka South Africa tumehamia Arusha, tulipata watu wanapigana katikati ya stand ya daladala ya mabasi, kwa sababu kulikuwa mechi ilichezwa jana, Arsenal na Manchester, na Arsenal ilimpiga Manchester 2-1, na aliyekuwa coach huku Ferguson, aliyekuwa coach huku Wenger. Ubishi mkubwa, vijana wakaanza ubishi mkubwa. Wanasema Manchester ndio timu bora, au nasema Arsenal ndio timu fadha tokyo kojabu. Nulaza wala shikara wanaanza kupigana. Nikajisikia naambia mke wangu, mimi nashuka kwa gari, baki ndani ya gari. Ambia hapana, twende. Nimeambia hapana, nashuka. Nikapaki gari, nikaamua kushuka. Nikawauliza, mnapiga kuna shida gani hapa? Sasa mzee, wewe mzee, unaona ni timu gani bora kati ya Manchester na Arsenal? Kati ya gani bora kati ya Ferguson na Wenger? Ndio naongelea mechi ya jana. Nikawaambia mimi na Wenger na Ferguson na Manchester na Arsenal, mimi si shabiki kwa sababu hiyo timu zote zimewahi kupigwa. Na kwa mfano tu, kwa pia jana Manchester ilipigwa, hata nachukua vikombe imepigwa. Kwambia Arsenal hata inapigwaka. Kwa hiyo mimi si shabiki wa timu kama hiyo. Mimi si shabiki wa kocha kama huyu, kwa sababu timu zao zinapigwa. Nikamwambia mimi ni shabiki wa timu yenye haijawahi kufungwa mechi. Mimi ni shabiki wa coach mwenye hajawahi kupoteza mechi. Nikamwambia wewe mzee unaongea nini wewe? Timu gani haijawahi kupigwa? Brazil inapigwa, Barcelona inapigwa, Real Madrid inapigwa. Hiyo ni tipu gani huko na tapo? Ni kocha gani ule atawe kufunga mechi? Nikamwambia mkae chini. Nataka kuambia sasa, mimi na timu bora na kocha bora mwenye hawajawahi kupoteza mechi. Hawa vijana wakasahau story ya mechi yao ya ugomvi ya vile walikuwa natukana na wanashikana kwa nguo. Nikamwambia mimi nashabikia timu ya Yesu. Hajawahi kufunga. Hakuna mechi ambayo kupigwa. Nikaanza kuwahubiri hao vijana hapa, ikawahubiri kutokana na vitu nimewakuta wanafanya. Wakaamua kupatia Yesu maisha yao karibu 10 na katikati yao. Sasa Yesu alisubiri kuona huyu mwanamke kile anafanya. Ukimkuta mtu anafanya jambo kwa anauelewa, ana ujuzi, na ukiingiza maneno ya Mungu kutokana na kitu mtu anajua, inakuwa rahisi kumvuta kwa maneno ya Mungu. Yesu alikuwa akikuta mtu anavua samaki, injili inaanza kusamaki. Alikuwa anakuta watu wakilima, injili inaanza kwa kulima. Sasa akamtega huyu mama msubiri mpaka ashote maji. Haiko na tembea na habari njema. Lakini habari njema inaongelea kulingana na mazingara. Unaputa mtu iko kwaya. Na kama unataka uchoke na kazi ya Mungu na ukose watu wavutiwe, wavune kwa Yesu, toka tembea mji na kijiji, andama maandiko yako matakatifu vile utaenda kuhubiri watu. Na huambia utawahubiri na hakuna mtu ataokoka. Lakini ukiomba Mungu ambia Bwana, nahitaji unipe revelation, ufunuo kwa chochote kile nitakuta watu wanafanya. Unipatie revelation kwa hiyo kitu, kwa sudi niingize habari njema. Asa Yesu alipoona dada na shota maji, akamwambia naomba unipe maji. Anamchokosa, anamletea habari njema, lakini anamletea habari njema kulingana na mazingara environment yeye iko kwae. Kila nchi iko na mazingara yake, kila watu wana mazingara yao, na lazima injili ipelekwe kwa wale watu kulingana na mazingara yao. Bas
Mwanamke alipomtazama Yesu alimuona mara moja, akawa ni Myahudi, Jew people, watu wanaofuga ndege. Mwanamke anaelewa kimwili kwamba huyu mwanaume nyumba yake iko na mifereji ya maji, marobine ya maji. Kwa hivyo kwake, ukiwa kwa nyumba yake hauwezi hata kushota maji kisimani. Sasa mwanamke aliposikia akaona ni mwanaume special, kwa sababu wanaume wote amekuwa nao nyumba zao hazina mifereji ya maji. Na tuseme mwanaume akimwambia mwanamke njoo kidogo, kisha mwanamke anakataa, kisha mwanaume anamwambia angalia, ungejua unasema na naye. Unajua mwanamke atabaki na maswali mingi. Ni mtoto wa waziri? Ni mtoto wa rais? Au ni mfanya biashara mkubwa kiasi gani? Na wakujizibisha akasema maji yake hata kuja. Kwa hivyo nyumba ya huyu mtu iko viwango vya juu. Huyu mwanamke akavutiwa hata kama wapatali, lakini anavutiwa kimwili kukutana na mwanaume mwenye nyumba yake kuna maji ya mifereji. Akamwambia hiyo maji ndio mimi nataka, kusudi nisirudi tena. Nimechoka kwa kushota maji kila siku hapa, nisirudi tena. Yesu alipoona anaingia kwa box, amemteka tayari kiakili. Habari je? Na lazima watu wa Mungu wako na maarifa kwa kwenda kutangaza habari je. Kwa nini wawe na maarifa? Wanahitaji kujua wenye dhambi hawatuhitaji. Sisi ndio tunahitaji wenye dhambi. Na mara mingi unakuta watu wanapoenda kutangaza habari njema, tunaita iko habari njema, habari mbovu. Sasa ni wasinzi nini? Ni walevi nini? Hamtaona ufalme wa Mungu. Kwa hiyo si habari njema, ni habari mbaya. Wenye dhambi hawatuhitaji, lakini sisi ndio tunahitaji wenye dhambi. Ni kama unaona msichana fulani wewe ndio unamtaka, kisha unamwambia msichana mimi nataka kuoa, lakini ukatoka sura yako iko mbaya, au uko fanani hata uko mzuri, hivyo hata kama alikuwa ndani ya kukupenda, hata kupenda tena, hata achana na wewe. Sisi ndio tunahitaji wenye. Yesu anasema hakuja kutafuta wenye haki, lakini alikuja kutafuta watenda dhambi. Hakuja kutafuta walio na haki, lakini alikuja kutafuta wagonjwa. Sasa unapotafuta kitu unahitaji kuwa na lugha ya aina yake ya kushawishi, ya kuvutia, mpaka ukipate kile kitu. Yesu mwanamke aliposema anataka maji, kwa hiyo anataka huyu mwanaume, huyu mwanaume, Yesu akamwambia sasa, kama unataka maji yangu, it is very simple, enda kuita mume wako. Iko na msokeza, ni Mungu anajua life yake. Unabienge kwa mbili wale kwa mtu wewe ya Mungu, wewe ni mzinzi wewe. Umekwenda kwa mume hivi, lakini kuna tafuta lugha ya kumkokota, ya kumvuta mpaka mtoe kwa hiyo life. Na kutangaza habari njema si habari ya hukumu, ni habari ya kuvuta, habari ya kushawishi, habari iliyo na maarifa, habari iliyo na hekima, mpaka mtu apoke ufalme wa maisha. Biblia inasema huyu mwanamke aliposikia kwamba ende aite mume wake, akanywa ni balaa. Anataka kukosa huyu mume mwenye kuna nyumba ya mifereji. Akaenda kuita huyu mume wake, atambaki kwa hiyo nyumba na atarudia kushota maji kisimani. Akasema sina Mungu. Anakana kabisa, anakataa. Kwa nini anakana ana mume? Kwa sababu anaogopa mpoteze huyu mume mwenye mbele yake Yesu, mwenye kuna nyumba ina maji ya mifereji. Alipokana, Yesu akamwambia hapo umesema kweli, kwa sababu ulikuwa na wanaume watano na hata huyu uko naye wa sita si wapo. Kwa hivyo Yesu alikuwa wa saba, na ile wa saba ina maana saba. Kwa hiyo Yesu alikuwa mwanaume wa saba kwa maisha yake, na saba ina maana saba, na maana ya kwanza kubwa ya saba ni ukamilifu. Kwa hiyo anakutana na mwanaume sasa kamili mwenye ata change maisha yake. Na tulipokutana na mwanaume Yesu kwa maisha yetu, akatubadilisha, akatufanya tuwe jinsi tulivyo. Kwa hiyo hapo umeongea kweli, kwa sababu ulikuwa na wanaume tano na hata uko naye kwa sita si wako. Wewe unabeba wanaume wa watu, na unahitaji kuwa na mwanaume wako. Dada alikusikia
Kama huyu dada alikuwa mtu ajue maneno ya Mungu, angaambia wewe ni mchawi, wewe ni mganga wake, vipi unajua maisha yako? Lakini hata huyu dada alikuwa malaya, hakuwa mpagani. Alikosikia naambiwa maisha yake, akamwambia amkopia Bwana, naona wewe ni nabii. Na hivyo ndo tunaona tuna maisha mbii. Angalia, ana kanisa ni malaya, ana kanisa ni mwizi, ana kanisa ni muuaji, ana kanisa la fitivu fulani. Na hawa watu wanahitaji kusaidiwa na hekima ya hali ya juu, kwa sababu ni watu wanajua maandiko, wanajua vile wanaimba, wanajua vile wanasifu, wanajua vile wanaomba. Sasa inahitaji hekima ya hali ya juu kuwasaidia. Ahame Bwana, naona wewe ni nabii. Basi unajua hata maisha yangu kwamba nilikuwa na wanaume 5 na mpaka wa 6 niko na unajua wote kabisa siti waume wa watu wengine. Dada akabadilisha lugha mara moja. Dada aliyekuwa anaongea kimwili akabadilisha lugha, anaongea kiroho. Leo tuna watu wenye wakiwa na wapagani wanaongea kipagani, wakiwa na watu wa kidunia wanaongea kidunia, na wakutana na watu wa Mungu wanabadilisha lugha, wanaongea kimu. Hasa hiyo kinywa moja ina maji machungu na hiyo kinywa moja ina maji matamu. Biblia inasema dada ndio akaanza kumhubiri Yesu. Akasema baba zetu walisema si lazima sisi tupande milima, kwa sababu Mungu wetu wa milima, tukiwa kwa mabonde tunapigwa, twende kumwabudu. Lakini nyinyi Wayahudi mnasema lazima Yerusalemu, kule mahali kuna sanduku ya agano ya Mungu, mahali mji unaitwa Jehova Shama, Mungu iko pale. Yesu akamwambia, niamini loli sadiki, nyinyi mnaabudu kile hamkijua, lakini sisi tunaabudu kile tunajua, kwa sababu wokovu, kukombolewa na dhambi, kukombolewa na umaskini, kukombolewa na magonjwa ya mwili, na kukombolewa na matatizo ya kukosa mke mume, au ndio na matatizo, au ndio ile na matatizo. Wokovu inaanza na Wayahudi. Mungu ni roho, na sharti wanaoabudu Mungu wamwabudu katika roho na kweli. Wakiwa wanaendelea kwa mazungumzo, mwanamke alipoona anaelezwa maisha yake yote, akaacha utunzi. Mnisikilize. Akaenda mji, ndio ile 28 mpaka 30 na ukiruka 39. Akaenda kuambia watu wa mjini, nimeona mtu akwenda na maandiko. Mnisikilize. Lakini anaenda na habari njema. Nimeona mtu mwenye ameniambia maisha yangu yote. Haiwezi kuwezekana yeye ndio Kristo, Masia, mpako wa mafuta wa Bwana. Huyu dada akwenda na kitabu ya Mathayo. Huyu dada akwenda na kitabu ya Ufunuo. Huyu dada akwenda na maandiko magumu, lakini anaenda na kile aliambiwa, habari njema. Na kila yeyote alikutana na Kristo ana habari njema anaweza kupelekea watu. Asa Yesu alikuwa anatembea mjini, kijijini na shambani kutangaza habari njema. Na tangu tumjue Yesu, tangu tukutane na Yesu, sote tukitoka twende makazini, twende manyumbani, twende mahali pote, tuna kitu ya kuambia watu, kile Yesu amefanya kwa maisha yetu, kile Yesu ametubadilisha. Na kanisa ya leo inashindwa kupanuka kwa sababu washirika si watangazaji wa habari njema. Washirika ni watangazaji wa masengenyi, washirika ni watangazaji wa habari mbovu. Lakini kanisa linahitaji kutengeneza watu wake kwa ajili asubuhi, mchana, jioni, usiku, watu watembee na kutengeneza habari nini? Njema. Na kanisa watu wanatembea na kutengeneza habari njema, hiyo kanisa inapanuka. Na makanisa ya leo haifanikiwe kwa sababu makanisa ya leo tunatafuta kumbi mahali tuanzishe kanisa. Asa baada ya tukisha kuwa na kumbi, tunakuwa na kia kuomba pale. Mungu leta watu, Mungu shusha watu, Mungu leta mpaka mbinguni, wanatushala. Tunafanya kinyume na neno ya Mungu. Kwa sababu Mungu kwetu ana sifa 32. Na moja ya sifa yeye ni bosi, mfalme. Na sisi ni watumishi. Asa kama yeye ni mfalme anatuma wafanyakazi. Si wafanyakazi kumtuma mfalme.
Asa mfalme alituambia nini? Mfalme ametuambia katika Mathayo sura yake 28:19 mpaka 21. Anasema enendeni duniani kote mkahubiri habari njema, kutangaza habari njema. Watakoamini wataokolewa, wasioamini watahukumiwa. Sasa mkifanya, nitakuwa ndani mpaka mwisho ya dahari. Sasa mfalme anatutuma twende mijini, twende vijijini, twende makazini, twende mashambani, twende kukutana na familia, tuwatangazia habari njema. Lakini sisi tukabadilisha, tunasema tunajenga majengo, kisha tunamtuma mfalme, wende waguse, wende watembelee, uwalete, wakutane, Roho Mtakatifu wakosesha mali, wakuje. Na ndo navuta makanisa yetu haina watu waso au kusikia habari njema, au kupata watu wa kuwapelekea habari njema, au kupata watu visoma. Sasa tukenda kujaribu kuongezea pale, ukichukua katika Warumi sura ya 10 mstari wa 13, nijaribu kusoma mpaka 15, tusikie vile Biblia inasema nini. Najua unaona makanisa leo haina nguvu, makanisa leo haina watangazaji wa habari njema. Makanisa leo inajengwa na watu, nasubiri washirika wajilete. Kazi yetu ni kufunga, kumwambia Mungu awatembelee, kumwambia Mungu awaguse, kumwambia Mungu awakutane. Na Mungu anatuambia enendeni mkahubiri habari njema. Tusikie Warumi 10 mstari wake wa 13 mpaka 15 nasemaje. Biblia inasema, kwa kuwa kila aliitaye jina la Bwana ataokoka. Mtu yote mwenye ataita jina la Yesu kwa maisha yake ataokoka. Atakombolewa na dhambi, atakombolewa na umaskini, atakombolewa na magonjwa ya mwili, atakombolewa na matatizo ya kukosa mke, kukosa Mungu. Lakini 14 nasema, basi watamuitaje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminia yeye wasiyeusikia? Tena wamsikiaje pasipo kuhubiriwa? Tena wahubiriwaje wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu ya wahubiriao habari njema. Paulo konaongea na Warumi, ambia Warumi, kila mtu mwenye akasikia jina ya Bwana na kuliita jina ya Yesu ataokoka. Watu wanaje kuokoka katika dunia yenye chafu, dunia yenye wanaume kwa wanaume wanaoana, dunia yenye wanawake kwa wanawake wanaoana, dunia yenye kwa Spain. Mpo kwa Spain, nimeona ndoa moja sijawahi kuona. Ndoa inaitwa Sologani. Mtu anajioa mwenyewe, msichana wanafunga harusi kubwa ndani ya kanisa, msichana anajioa binafsi. Katika ulimwengu wa kimwili unaona upuzi, lakini katika ulimwengu wa kiroho inamaanisha anaolewa na mume wa kiroho. Sasa hii dunia hii imeharibika. Hii dunia inayumba. Hii dunia yenyewe haina mwelekeo. Wana haja ya kuokoka. Lakini kusudi waokoke lazima waite jina ya Yesu. Sasa Paulo anasema wataitaje jina ya Kristo kama hawajawahi kusikia kuhusu hata siku. Namba 2, swali ya pili ya Paulo. Sasa watasikiaje kuhusu habari ya Kristo kama hakuna mtu amepelekea habari? Namba 4 anasema wale watakaotaka kwenda kuhubiri, kutangaza ile habari ya Kristo, kama wakusukumwa au kusapotiwa, watafanyaje? Ndio bila saa unaposikia kwa bila saa ni kitu ya baraka. Miguu itembeayo kutangaza habari njema. Wewe unatoka kwako, unaenda barabarani, unaenda manyumbani, unaenda maofisini kwenda kutangaza habari njema. Bila saa ni baraka, ni ushindi. Lakini makanisa ya leo na watumishi wanaogopa, wako kwa hiyo style. Miguu inotembea kutangaza habari njema. Yesu hakuogopa. Alikuwa kwa style, asubuhi anaamka anaenda mji fulani, mchana iko kijiji fulani,
Hiyo iko kwa mtu anapookoka. Biblia sa mbinguni haifurahi wakati watu wanapata milioni ya madola. Biblia sa mbinguni wa malaika wanafurahi kwa sababu mtu mmoja amefanya anaokoka. Lakini kwa mtu kuokoka lazima mtu apelekewe habari njema ya ufalme wa Mungu. Hasa kwa mtu kupelekewa habari njema, wale wanaopeleka habari njema wanaipeleka kwa mifumo mbili. Una wale mfumo wa kwanza anajua sote hawana maandiko, lakini wanaenda kueleza kile kitu Yesu alifanya kwa maisha yao. Na kila mtu anayekutana na Yesu ana jambo ya kuambia. Aliye na Bwana ana ushuhuda. Una jambo unaweza kwenda kuongea na rafiki yako. Una jambo unaweza kwenda kuongea na familia yako. Una jambo unaweza kwenda kuelezea pale kazini kwako. Una jambo, kuna kitu ilifanyika, kuna kitu kwa maisha tangu mjue Yesu, tangu kutana na leo mwanamke mzamala alipopitana kuna Yesu mara ya kwanza, si mara ya pili, akawa na jambo ya kukimbia mbio mjini. Kana nimekutana na mtu mwenye amenieleza maisha. Sasa sisi hawa watumishi wa Mungu tuna kitu ngapi Kristo amefanya kwa maisha? Na mbona shetani atuzuie tusitoke? Lakini sisi tunabaki kati ya jengo, tunajenga jengo, tunabaki ndani ya jengo. Sisi haweje tuko kila mtu kuna kile Yesu alitendea, lakini hatuko tayari kutoka kwenda kutangazia watu habari njema. Sasa nimemwona mtu mwenye ameeleza maisha yao wote, na unaweza kutoka sasa, nimemwona mtu nilikuwa na ukimwi akaniponya. Unaweza kusema nimemwona mtu nilikuwa kwa familia maskini amenipeleka viwango vingine. Unaweza kusema nimemwona mtu familia yangu hawajawahi kutoka hata siku moja nje, lakini ametoa nje, amefanya hiki na hiki. Na huyu mwanamke akakimbia mti mzima iliposikia kwamba kuna mtu anapeleka habari nje, kuna mtu amemweleza maisha yake yote. Biblia inasema 39 ya sura ya 4 ya Choo, mji mzima ukashuka mahali Yesu alikuwa, na bila sasa wote wakaamini zaidi kutokana na lile neno dada alisema kwamba amemweleza maisha yake yote. Na kuna vitu Mungu amefanya kwa maisha yako. Ongea na watu, ungezungumza na watu, maisha yao ingekombolewa, maisha yao ingepona, wamekubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na mkombozi. Na kanisa ya mwanzo ile ilianzishwa Yerusalemu. Biblia sasa, kwa nini hiyo kanisa ilikuwa haraka? Kwa sababu ilikuwa na sifa mbili. Ilikuwa kwa neno, watu walikuwa wanakombolewa kwa neno na walikuwa wanakombolewa kwa ushuhuda. Sasa kanisa ya leo inakosa watu wa kwenda la shuhudia, kutangaza yale makuu Yesu amefanya maisha ya mshariwe. Kule mahali ametutoa, mahali ametuokota, mpaka bila ametutengeneza kuwa vile tulivyo. Tukianza kushuhudia watu, tukianza kuambia watu, tukianza kuelezea watu, watu watabutiwa, watu watashawishika, watu watatamani kumwonja huyo mtu aliyebadilisha maisha yetu kusudi apate kubadilisha maisha yao. Biblia inasema watu wa Samaria wakamsihi Yesu akae nao kwa muda. Usikili, alishawapatanisha Waisraeli na Mungu, lakini anataka kupatanisha Waisraeli pia na Wasamaria na wokovu wa kweli. Biblia sasa tumpendeze Mungu na tupendeze na wanadamu. Kwa kumpendeza Mungu inahitaji kuwa na relation tu na Mungu, na kupendeza binadamu inahitaji pia kuwa na relation. Yesu akakaa siku 3 kahubiri, kufundisha. Biblia sasa mji mzima ikaokoka. Akasema sasa, kwa sababu ilikuwa wakati wa Agano la Kale, kwa sababu mwanamke hakuwa mtu, alikuwa kitu. Unajua unakuta Waisraeli wote walikuwa nazaa, hawataje jina wasichana. Sasa Yakobo tu alikuwa na watoto 12. Si kweli. Yakobo hajawahi kuwa na watoto 12, isipokuwa Waisraeli hawahesabu wanawake. Yakobo alikuwa na wasichana wakati walibiki binti yake Dina. Hasa kwa sababu wamepokelea habari njema kwa mwanamke, baada ya kusikia wakaambia huyu mwanamke hatuamini tena kwa sababu yako. Wanataka kumzalilisha, wanataka kumwonyesha kwa amani.
Tunaamini kwa sababu sisi mwenyewe tunamsikia, tumesikia. Kwa hivyo Yesu alikuwa anatembea na habari ya ufalme, habari njema. Na sisi tunaitwa wahubiri wa habari njema. Na kuhubiria watu wa habari njema ni kuwapelekea sasa, enendeni duniani kote mkahubiri, mkawafanye watu kwa wanafunzi. Na mahali pote Mungu anatutuma, mbingu inataka asubuhi, mbingu inataka mchana, mbingu inataka jioni, mbingu inataka usiku. Ofisi pale wanakutuma tangaza habari tena. Wakina Meshaki, Shadraka na Abednego walikosa, walifanya kila kitu pale, walikuwa wanatumika wajulikane wao ni watu wa aina gani. Lakini sisi tunapookoka, kanisani ndio wanatujua sisi na kina nani. Maana tunafanya kazi hata wajue kama tumeokoka. Tunaficha habari njema ile kona yetu. Lakini kama tungetembea na habari njema kila mahali, watu wangeokoka. Na ujue kama habari njema itaenea dunia nzima kulingana na kitabu ya Mathayo 28:15, Yesu atarudi. Na kama Yesu atarudi, ndio mfalme wa amani. Wakati Kristo atarudi hakutakuwa magonjwa. Wakati Kristo atarudi hakutakuwa vita. Wakati Kristo atarudi kutawala katika dunia mwaka 1000. Biblia inasema mtu anapokufa na miaka 100, Biblia inasema watasema mtoto mchanga amekufa pale, kwa sababu atakuwa mfalme wa amani. Shetani atakuwa amefungwa. Hii matatizo yote tuko naona hapa kwa dunia hatutaiona tena. Lakini kusudi tufikie hiyo kiwango, inategemea sisi wenyewe tulimpokea Yesu. Inategemea sisi wenyewe Yesu ametufanyia mambo katika maisha yetu. Tunatembea na habari gani asubuhi, mchana, jioni, usiku, maofisini, kwa familia, kwa marafiki? Ni habari gani tunatembea na? Ni habari mbaya? Ni habari ya kidunia? Ni habari ya kisiasa? Ni habari ya aina gani? Yesu alikuwa anatembea mji na vijiji kutangaza habari njema. Na wiki ijayo takiwa kupatia faida ya kutangaza habari njema. Ni faida 4. Kitu ya kwanza unapotangaza habari njema ni silaha. Huko unajitambulisha wewe ni nani. Wakisha kuona tu huyo mtu wa Mungu alikuwa, hata kama alikuwa anasengenya, achana kwanza hiyo vitu. Hata kama alikuwa anavuta sigara, achana na hiyo vitu. Hata kama utafanya vitu, achana na hiyo vitu. Ukiona watu wako wanafanya mabaya mbele yako bila kukuogopa, jua wakajua wewe ni nani. Wewe si mtu unatembea kana habari njema. Mtu anayetembea na habari njema, wakimuona watu wote mambo yote mabaya inajificha kwanza. Kwa hiyo inakuprotect, inakulinda na mambo mingi mabaya. Lakini kama unaongea story ya kawaida kama vile watu wa dunia wanaongea, kama unapiga mastori ya upuzi kama watu wengine wanapiga, wanapokuona wanaona wewe ni mtu mwenzao tu, mtu wa kawaida, mtu ambaye mahali. Ukiona watu wale wanakujua, wanafanya mibaya mbele ya bila hofu, enda kuingia kwa Mungu ya piga magoti, mwambie Mungu, maisha yangu ya kiroho bado ina shida. Kwa sababu mahali nuru inafika, giza inatoroka mara moja. Mahali watu wanaotembea na habari njema wanafika, wale wanaofanya kazi ya giza wanajificha, wanatorosha. Nakumbuka, naweza kushuhudia, kuna nisimamie doa mwaka 92 Kisangani, tulihubiri kijana mmoja alikuwa anacheza muziki ya dunia akaokoka. Na alipokuja kanisani, kwa sababu alikuwa anajua kucheza muziki ya dunia, muda si muda aliingia kwa timu ya praise and worship. Lakini kuokoka, nikwambia, ni hatua. Kwanza kuachana na tabia yako, kuchukua tabia ya mtu mwingine ina take time. Mwambia niokoka, alikuwa anavuta sigara. Lakini hata baada ya kuokoka aliacha mambo mengine yote, lakini sigara hakuwa hajaacha. Lakini sisi hatukuwa najua, kwa sababu anaiputa kwa siri, anaitumia by secret. Na siku moja tulikuwa natembea pale mjini tu, tukakutana naye.
lakini sisi tumetaulia kumuona yeye hajatuona, na tumemwona akiwa anavuta sigara, anavuta. Tulipokuja ukaribiane hivi tukafanya kama si atumwangalie, ndio tumeonana naye akaingiza sigara kwa mfuko ikiwa na moto. Kamsaidia Bwana Yesu asifiwe. Na tukutaniko na tukaongea bali ya baba, habari ya familia. Moto ikaanza kuchoma suruali yake. Tukamwambia hapana kutuogopa sisi. Ogopa Mungu. Tukajaribu kumshauri, kumsaidia, na alibadilika, ni mchungaji kwa sasa. Kwa hivyo wakati unapotembea na habari njema, inakuwa silaha kwa maisha yako, na inakuprotect na mambo mingi mabaya, kwa sababu uko unajitambulisha wewe ni mtu wa aina gani. Lakini wakati atutembee na habari njema, tunajiweka kwa mazingira hatarishi. Chochote, anything can happen kwa maisha yetu. Lakini kama tunatembea na habari njema asubuhi, habari njema mchana, habari njema jioni, habari njema usiku, nakwambia kwa mibaya kutufikia iko mbali na sisi. Kwa sababu akituona tu sasa, acha mtu wa Mungu anakuja. Tutaendelea na story baadaye. Hata ngoja unaangalia mafilamu sasa, no tewa hiyo chane, eka chane, kwa sababu wanajua, wanakuelewa, wanatambua wewe ni mtu wa aina gani. Nitapenda kukwambia leo hapa, na Mungu awabariki. Na kama mtu yuko na swali, nasema tabia ya tatu ya Yesu, alikuwa anatembea mjini na vijijini kutangaza habari njema. Na sisi tunaitiwa kutangaza habari njema. Habari njema inapatikana ndani. Kristo alipokuwa na kufa, ndio mtu alikuwa anaokolewa. Alipozikwa, ndio mtu alikuwa anaokolewa. Alipofufuka, ndio mtu aliokolewa. Asa asubuhi, mchana, jioni, usiku, sisi tumeitwa kutangaza habari. Maybe inaweza kuwezekana ujue faida inapatikana gaya katika kutangaza habari. Nakwambia mtu anatangaza habari njema ina faida hii. Faida ya kwanza na kuongelea inakuwa protection, ni silaha ya kiroho inakuzuia na mambo mingi. Namba 2, watu wataokoka. Lakini takia tena siku nyingine, ndio maana tueleze faida ile yote ile kwa undani, kwa ukubwa, na kwa ndio utashawishika sana. Ukiona obi wanateseka sana, wana maisha ya shida, ni watu hawana muda ya kutangaza habari njema, wanaongea mastori ya kawaida. Na ukiwa wanaongea mambo ya wakati wanafika kwa ibada, hasa haiwezi kukusaidia, haiwezi kupeleka mahali popote. Mtu wa Mungu asubuhi, mchana, jioni, usiku, wao wanatangaza habari njema. Hawa waste time. Ina faida, ina matokeo katika maisha yetu. Na Baba yangu wa mbinguni awabariki sana.